Huyu ni mtoto mdogo ambaye ameguswa, ameumia na alikuwa kwenye hadhira ya watu. Kwa akaona aseme kile kitu ambacho kipo katika moyo wake. Sasa tuna wakina mama wa aina hii wangapi Tanzania? Wengi sana. Au ambao wanatuzunguka kwa sababu mtoto ameamua kupaza sauti kupitia jukwaa la watu ambapo kulikuwa na shughuli fulani. Kwa hiyo ikabidi azungumze kwamba mama amewapa jukumu kubwa sana. Kwa hiyo kuna wakina mama ambao wanatokomea, wanazaa watoto, wanawatelekeza watoto. Kuna wengine ambao wanawaachia ndugu zao, lakini upendo wa mama siku zote Lili ni muhimu. Labda kwa kuanza tuweze kufahamu na tuwekane sawa. Malezi ya mama ana nafasi gani kwa ukuaji wa mtoto? Una nafasi kubwa sana. Unajua sisi the way tulivyoumbwa ni watu wa kukea. Naona yani hata kuna wengine ambao wanapenda sana kuwa na mama kuliko kuwa na baba. Kwa hiyo sisi hiyo nature yetu inasaidia ukuaji wa mtoto na ustawi, kwa sababu sisi ndio tuona kwa waangalizi wa kwanza wa karibu sana na mtoto kuliko baba mara kwa mara. Kwa mtoto akikosa hayo malezi ya mama ina athari nyingi sana. Yani ina athari nyingi sana kwa ukuaji na ustawi wa mtoto. Kihisia, kimwili, lakini kisaikolojia pia. Na mtoto anaweza kukua vizuri bila kuwepo kwa upendo wa mama? Kulingana na malezi na uzoefu, wapo ambao wanakuwa vizuri kama mlezi ambaye anamlea ana hiyo nature ya kukea na kujali. Lakini bado pia kuna changamoto kubwa sana kwenye jamii zetu pale mtoto anapokosa hayo malezi ya mama pase kuliko unajua mtoto mama yake atampenda kuliko mlezi. Lakini haimaanishi kwamba eti sijui kuna watoto ambao hawajakuwa kwa mikono ya walezi, wapo na wamekuwa vizuri tu. Na kuna tabia yoyote tofauti mtoto anapokosa malezi ya mama anaweza kaionyesha katika ukuaji wake? Yes. Kwanza ukisikiliza tu hiyo clip ya huyo mtoto kuna hisia, anaongea kwa hisia sana. Yani ni vile ambavyo anajiona kwamba ukijaribu kureflect mawazo yake ni kwamba anajiona kama mimi sina thamani. Kwa nini mama yangu aniache? Unaona, kwa mimi thamani yangu. Na hapo inamuumiza zaidi endapo kama anakutana na watoto wenzake, wana mama zao, wanawajali, inamuumiza zaidi. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo ni awamu ya kwanza. Ndio maana ukimsikiliza anazungumza kwa hisia kali sana, akiona kwamba kwa nini mama yangu mimi aniache. Naona ikienda zaidi hapo inafika kwenye masuala ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo unakuta mtoto anaumia kiasi cha kwamba inampelekea kupata depression au pia anakuwa na msongo wa mawazo. Inamfanya pia hata akatae watu kwa sababu pia anakuwa katika yale mazingira ya msongo wa mawazo. Hata anajiisolate mara kwa mara au hachezi na watoto wenzake kwa sababu anaona hawa na mama mimi sina mama. Kwa hiyo pia inamharibu sana kisaikolojia. Kizidi kukua zaidi na hiyo inapelekea pia kuwa kwenye makundi rika ambayo ni hatarishi. Anaanza kutengeneza tabia fulani hivi ambazo zinahatarisha maisha yake na kwa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo maana ukuta watoto wengine wanatumbukia kwenye mambo ya ulevi, wanatumbukia kwenye mambo ya madawa kulevya, na ndio nataka kuondoa mawazo, njoo. Kuna hiki nikikudunga hapo unasikilizia vizuri. Unaona, kwa unakuta kwamba wakienda zaidi kuna hayo maswala. Lakini vile pia hiyo inapelekea watoto wengi kuwa mtaani. Tunaongeza sana idadi ya watoto wengi ambao wanakuwa pale mtaani kwa sababu sina mlezi, sina mama, sina baba, kwa hiyo nitafanyaje? Ngoja niende nikaombe nipate hela chakula niweze kujifumaisha. Wengine wana watoto wana wadogo zao. Kwa sasa nitafanya kazi gani? Kwa hiyo pia linaongezeka sana masuala mazima ya watoto wa mitaani. Na kukosa mwongozo wa mama unaathiri vipi maamuzi ya mtoto pale anapokuwa amekuwa mkubwa? Kwanza kabisa anakosa ile upendo. Unaona, kwa sababu sisi kama nilivyosema nature yetu ni ule upendo. Kama na sisi tunawafundishaga watoto wetu upendo. Unaona? Kwa hiyo mara nyingi sasa unakuta ni mtoto ambaye anaweza akawa na hasira most of the time. Anakuwa na zile hasira. Unaona, lakini pia inamjengea mazingira ya kuchukia baadhi ya vitu. Mamangu mimi mwenyewe hakunilea, sikuguzwa na mamangu. Kwa unajikuta kwamba anajenga ile hali ya chuki. Kwa hiyo ndio maana pia hapo chuki na hisia masuala ya ukatili tena. Kwa unakuta huyo binti au huyo mkaka au kijana anaanza kuwa na masuala fulani hivi ya ukatili. Kwa sababu mimi sikulelewa, na ndio tunaanza hiyo. Mimi sikulelewa na mama, kwa hiyo mimi sijui. Kwa hiyo unakuta kwamba hata ukuaji wake unakuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu anakosa ule upendo, anakosa ile affection, anakosa ile
kutengenezwa katika mazingira fulani vya ukuaji na ustawi mzuri. Na ndugu au walezi wanaweza kuchukua nafasi ya mama tayari, kama hivyo mama ameshatoroka kaacha watoto katika mazingira magumu. Watoto inabidi sasa wao wapambane na ugumu wa maisha umezidi kuwa mkubwa kama mtoto anavyosema. Kwa hiyo sasa ndugu ama wale watu ambao wanawazunguka wanaweza kuchukua hiyo nafasi na kwa namna gani? Wapo, hatuwezi kusema kwamba eti hawapo. Wapo wale ambao kiukweli wanasimama kwenye nafasi zao vizuri kama ndugu, wanawajali watoto, lakini ni mara nyingi ni vigumu sana. Uzuri kuna wale ambao wachukua watoto au kuadapt. Kwa Kiswahili tunasema nimesahau neno la Kiswahili, lakini tunapo adapt wale watoto wengine uoga wanawatunza vizuri, na kwa wanakuta katika hali ya udogo, kama mtu ana miaka 5 anakuja kumwambia baadaye kwamba unajua mimi sio mama yako, lakini ukiangalia alivyokuwa akiishi ni mtu na mama yake na ule upendo. Lakini wapo ambao kiukweli wakiwachukua watoto wengine wanawafanya kama sasa ndo kitega uchumi. Unaona kwamba sasa wewe nimekuchukua wewe, utaenda mashambani, utakuwa unafanya kazi, utaenda kuniombea, utaenda kufanya hivyo, na unafanya yule mtoto kama kitega uchumi. Lakini bado kuna changamoto kubwa sana, yani bado kusimama kwenye ile nafasi kama mama kumtunza mtoto wako, bado kuna kwenye jamii zetu bado kuna changamoto. Kwa unakuta kwamba na tulikuwa tunasoma hapa report inasema kwamba 30%, report yetu ya afya ya uzazi wa mtoto na viashiria vya malaria mwaka 2022 inasema kwamba takriban 30% watoto chini ya umri wa miaka 5 wanapata udumavu. Kwa hiyo hawakui katika yale malezi, inaweza ikawa ni chakula, malezi bora. Kwa unakuta mtoto anakuwa udumavu. Kwa hiyo 30% ni kubwa sana kwenye jamii yetu kwa sababu ya hayo malezi ambayo kiukweli hayawi sawa. Either anakosekana mama, anakosekana baba, au ni hali ngumu ya maisha. Kwa hiyo unaweza tukasema kwamba ile affection ya mama itabaki pale pale. Yaani itabaki pale ambapo anapompenda mtoto na kumjali. Wazazi wanaweza kusimama lakini wasijitosheleze kama vile ambavyo mama anaweza kusimama kwenye hiyo nafasi. Njia zipi zinaweza kusaidia kupunguza athari za kukosa malezi ya mama katika jamii yetu? Kwa sababu ndio jamii ambayo inatuzunguka na ugumu wa maisha huwezi kukwepa. Kuna namna ambayo maisha yanakupiga, yanakuwa magumu na watoto mpaka unaamua kutoroka na kuacha watoto. Kwanza kabisa jamani, huwa tunawaza kuzuia kwanza. Wale ambao hawajapata watoto wanatamani kuwa na watoto. Unaona, elimu ndio kitu kikubwa sana sana sana. Jamani, kama kuna dada binti anayenisikiliza ambaye bado hajapata mtoto au anatarajia kupata mtoto, ni vizuri kupanga hii mipango katika uelewa na usadi mzuri sana. Kwamba unajua katika hali yako ya maisha bado hujaweza kupata ajira, hujaweza kupata unajiona kabisa hujajitosheleza kwa ajili ya kumtunza yule mtoto. Usimlete duniani. Unaona, ndio maana kuna masuala ya afya ya uzazi siku hizi yanazungumzwa kwenye jamii kwa ajili kuangalia kabisa, je, unavyomleta huyu mtoto utaweza kumtunza? Utaweza kumlea na huyo mwenza wako? Kama huwezi, usimlete, kwa sababu mwisho wa siku ndio tunakuja kuongezeka masuala haya ambayo tumesikia kwa huyo mtoto. Kwa hiyo huwa mara nyingi tunatoa elimu kwa ajili ya kuzuia, hususan kwa watoto wa kike ambao huwa mara nyingi wanakimbilia kwenye kuolewa na wanakimbilia kupata mtoto. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna ongezeko kubwa la ndoa za utotoni, mimba za utotoni ambazo au mimba nyingine ambazo zisizotarajiwa mwisho wa siku haijapangwa. Mwisho wa siku tunaongeza hivyo. Lakini jambo la pili, huwa tunaangalia sana ndugu wa karibu. Unaona ndugu wa karibu pia wanasimama kwenye nafasi zao. Wapo ambao ni waelewa wazuri sana, lakini bado pia kuna changamoto ya wazazi ya ndugu wengine. Atasema bwana, hilo ni juu yake mimi, kwani mimi nilimtuma. Unaona, lakini kuna wale ambao ni ndugu wa karibu ambao wana uwezo wa kuchukua yule mtoto na kuendelea kumlea. Kwa hiyo pia huwa tunafikiria kwa namna. Lakini pia ustawi wanasimama kwenye nafasi zao. Ustawi wa jamii wanasimama kwenye nafasi zao ambao tunafanya nao kazi vizuri, na kwenye jamii yetu kuna watu wa ustawi. Kwa hiyo huwa pia tukikumbana na changamoto za namna hiyo huwa tunawashirikisha, tuone ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukawasaidia wale watoto ambao wenye uhitaji, ambao wamekimbiwa na wazazi. Lakini sasa uzuri pia ni kwamba huyu binti ameelewa. Kuna wale ambao ni watoto wachanga wanaotupwa. Unaona ameletwa duniani anatupwa ghafla. Unakuta watoto tunaokota kwenye mifuko,
kwenye wengine wanawakatakata wanawatupa chooni. Unaona anakatwa kabisa. Wapo ambao wanafanya hivyo. Anazaliwa akiwa hai ndo anakatwa au anakuwa ameshakatwa? Ameshazaliwa. Wengine wanaenda mkatakata mfunga kwenye nini wanamtupia chooni. Unaona wengine wanawazalia chooni wanawaacha waingie huko kwenye vyoo. Unaona ya wale ambao wanabahatika kuokolewa wanaokolewa. Wale ambao kidogo wanapata hiyo changamoto unakuta wengine wanakufa. Kwa hiyo bado kuna changamoto kubwa sana ya elimu na uelewa kwenye jamii kuhusiana na masuala ya utu wa mtoto, kwamba huyu mtoto unayemleta ana utu. Una sababu ya kumleta na una sababu ya kumtunza na kumlea. Usimfurahishe tu mwenza wako kwa sababu umekwambia anataka mtoto. Huo umeshajipanga kwa maana nyingine. Yes. Hata wazazi pia wanakuwa ni chachu ya hivyo vitu. Unakuta kwamba na mahusiano pia. Unakuta mzazi anakuambia ukimleta mtoto utajua jinsi ya kumtunza. Au mimi usinihusishe. Kwa hiyo unakuta yule binti anasema sasa mimi nitafanyaje? Ameshapata ujauzito. Anachukua mtoto anamtelekeza sehemu afa anakimbia. Unaona? Alafu pia kwenye haya mahusiano yetu hao wanaume pia uoga wanatudanganyaga sana. Unakuta kwamba wewe una mtoto, mimi sitaki mtoto. Kama unataka nikuoe, anakupa condition. Kama unataka nikuoe, hakikisha kwangu hauna mtoto. Kwa hiyo unakuta yule binti ana watoto 3 nyuma. Ana bora waache aende kwenye maisha mazuri. Kwa hiyo unakuta pia hivi vishawishi vya hapa na pale vya mahusiano bila kuingia na akili, unawaacha watoto wadogo nyuma kwa sababu unataka uolewe. Pia inakuwa ni chachu ya kuongezeko la watoto wa namna hiyo. Na kwa kuongezea hapo, hata kama una mtu uko naye kwenye mahusiano, hujapanga kupata mtoto, hujajipanga wewe mwenyewe, kwa sababu sasa hivi maisha sasa hivi ukimleta mtoto ujue kabisa kwamba huyo mtoto unamlea mwenyewe. Sasa kuna wale wanaume ambao anakuambia nizalie mtoto. Sasa unajua tena mahusiano huwa yana nguvu. Ndio. Sasa ukijichanganya tu kabeba mimba inakula kwako. Kwa hiyo lazima ujue huyo mtoto unamleaje tuweze kupunguza ili wimbi la wamama kukimbia watoto wao. Kwa sababu mwisho wa siku ukishabeba hiyo mimba huyo bwana pia umuone. Na unakuta labda huyo bwana na watoto wake 6. Wengi tu. Kwa mama tofauti. Kwa hiyo ukimleta ni wa 7. Usihisi kwamba wakako atapendwa sana. Wakako atapendwa sana. Kwa hiyo pia ni vizuri kuwachunguza sana watu ambao tuko nao kwenye mahusiano. Na je, ana uhitaji kweli wa mtoto? Maana wanaume wana tabia tu kukujaribu. Sio kama anakuwa yuko serious kwamba. Anakujaribu tu aone akili yako. Kwa hiyo ukikubali kitu na boxi, matokeo yake unabaki unalia mtoto peke yake. Humuoni? Hakuna cha matumizi. Humuoni? Yaani ni anapotea. Sasa ndio pale ugumu wa maisha unapoanza kwamba unaona kwamba ulikuwa unahisi wewe unafanya kwa sababu ya kumridhisha yeye, kumfurahisha. Na kuna watu wengine wanakuwa ni waoga tu kwenye mahusiano, nisipobeba mimba huyu bwana ataniacha. Kwani akikuacha utakuwa wa kwanza? Jamani, tupunguze haya mambo, maana watoto wengi wanatupwa, watoto wanateseka. Watoto wadogo unakuta mtoto wa miaka 6, miaka 7, miaka 9 tunawabebesha majukumu makubwa ambayo hata hawana. Ndio unakuta mtoto wa miaka 10 anaenda kwenda kufanya kazi za ndani. Kwa sababu ili apate chochote apeleke kwa wadogo zake. Ukiangalia na wadogo zake nyuma. Lakini ni kwa namna gani tunaweza tukawapa ushauri hawa watoto? Kwa sababu kisaikolojia inawezekana wakawa hawako sawa. Kikubwa hapo sasa ndo masuala ya saikolojia ambayo umeyasema yanaanza. Kwa sababu kwanza lazima ukae na yule mtoto. Anajiuliza kwa nini nimeachwa? Kwa nini nimesithaminiwi? Kwa hiyo masuala ya kisaikolojia yanaanza hapo, kwamba kutuliza akili yake, kumwambia kwamba kilichotokea kimetokea. Kwa hiyo ukubali na mazingira, au upate mtu ambaye anaweza kukaa naye kwa muda ili amkuze yule mtoto. Na kumkuza kwake inakuwa ni tofauti kwa sababu bado anakuwa na yale maumivu. Kwa hiyo lazima uanze kumsaulisha yale maumivu, ajione kama yeye pia ni watoto wengine, imeshatokea kwa bahati mbaya, lakini uwe mama bora. Usiwe kama mama ambaye mama yako ambaye aliyekuacha. Unaona? Na kuondoa kile kisasi, kwa sababu wengine wanavyokuwa kiukweli wanaanza kuwa na kisasi, atakuwa anaua watu, anafanya vitendo anachukia kina mama kwa mtoto wa kiume au masuala mengine ambayo ni tabia hatarishi. Kwa hiyo lazima tuanze kwanza kumtengeneza yule mtoto kisaikolojia, kumjengea hisia zake zikae sawa, aone kwamba ni pati ya maisha na natakiwa afanye hivyo kusaidia watoto wengine wasiweze kupata na kuna watoto ambao kiukweli wengine wana mashirika yao madogo. Wapo ambao wana mashirika madogo kwa ajili ya kutoa elimu kwa watoto wenzao kwa habari ya masuala ya malezi.
kwa sababu yeye alifanyiwa, hataki hicho kitu kijirudie. Na kwa namna gani ambavyo anawasaidia wale watoto. Kwa hiyo wapo ambao kiukweli wanasimama, wameshapata ile majeraha, wameshatoka kwenye hiyo hatua, sasa wako kwa ajili ya kuwaelimisha watoto wengine ili waone kama ni part of maisha, yasijirudie yale ambayo yamefanyaje, yamewatokea. Sawa, wakati tunamalizia na Lilian hapa, nataka nizungumze na majirani kuhusiana na swala zima la soko ni moko kimewaka cha juu zaidi. Jamani, sasa hivi kuanzia tarehe 27 Februari kwa muda wa miezi 3 mfululizo tunakuletea ofa maalum kabisa isiyokosa kusisimua. Lipia kifurushi cha 28 tu, halafu tunakupandisha mpaka kifurushi cha 35. Na hapo utaona channel nyingi kweli kweli, burudani za kwenda. Mbali na hapo, kama unavyofahamu BSS msimu huu hapa mambo ni moto. Utapata kuona pale channel ya sinema zetu Azam 1, Azam 2, tamthilia nyingi zenye lugha ya Kiswahili, lakini kuna tamthilia zingine, kuna ile channel ya sports, pale utaona ligi tofauti tofauti, ligi za Ulaya, ligi za Afrika na mambo mengine mengi kweli kweli. Cha kufanya ambacho unatakiwa kufanya, wewe unaweza ukalipa kwa urahisi kupitia Azam Pesa ili mambo yasiwe mengi. Anza sasa hivi. Ndio, kimewaka, soko ni moko. Tunawazungumzia hapa Azam TV, burudani kwa wote. Wai mapema ofa hii hapa, kwa sababu ikiisha hatutaki ujute, waanze kusumbua watu kwamba mimi nilipitwa, mimi sijui vitu gani. Hatutaki kusikia mambo kama hayo. Sasa Lilian, tunawashauri nini hawa wazazi ambao wanazaa watoto wanakimbia, lakini pia tunawawekaje karibu hawa watoto ili tuone namna gani jamii inaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine kwa kukosa huo upendo wa mama? Naweza tukasema jambo la kwanza la kuwasaidia wazazi ni kwa habari ya kusimama kwenye nafasi zao kama walezi. Jamani, ni jambo ambalo sio serikali itakuja kufundisha wewe kusimama kwenye nafasi yako. Huo ni uongo. Ni kusimama kwenye nafasi zetu sisi kama wazazi, kwa sababu sisi ndo tunaanza kutengeneza familia. Kwa hiyo wazazi wetu ambao wanatusikiliza kupitia Crown, ni kusimama kwenye nafasi zetu, na jukumu la mtoto silo la mzazi pekee, ni kila mmoja ambaye anaweza kusimama kwenye nafasi yake. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa waanze kuleta ile affection kwa mtoto na kumtengenezea mazingira bora, na wale ambao wanaelekea kuleta watoto pia waangalie kwamba huyu mtoto anaweza kumudu, unaweza kumtunza, malezi yake yatakuaje, unaona, ili uweze kuhakikisha kwamba yule mtoto anakuwa katika misingi vizuri na ustawi. Lakini pia kuna wale ambao wengine wana uwezo mzuri wa kutoa msaada kwa watoto wenye namna hiyo. Kuna watu ambao wana professions tofauti. Kwa hiyo ukiona kama unapata kuna changamoto za hivyo ambazo unaweza kusaidia kwa namna moja au nyingine, unafanya hivyo ili pia kutengeneza. So hilo alinihusu, hilo ni la mtu fulani, hapana. Kwa hiyo wale ambao kiukweli kuna familia ambazo wanajiweza, wanaweza katoa msaada kwenye hivi vituo vingine ambavyo wanawalea watoto. Hiyo inaweza kawa pia ni njia moja au nyingine katika kuwasaidia hawa watoto. Lakini vile vile tunazungumza kwa habari ya serikali yetu inatengeneza sheria, zipo, unaona lakini sasa tukisema wanasimama kwenye nafasi yao katika kuhakikisha kwamba endapo kama kuna mzazi mmoja hataki kuleta majukumu yake au kutimiza majukumu yake, masuala ya mahakamani yanaingilia kati na sheria inasimama. Lakini sasa tutaki kufika huko, mpaka tufike huko inamaanisha kwamba mzazi umeshindwa kusimama kwenye nafasi yako. Kwa hiyo ni lazima watoto wote mzazi wa kiume na mzazi wa kike asimame kwenye nafasi zao ili tuweze kuhakikisha kwamba tuna ulezi mzuri. Lakini pia natoa shout outs kwa wale wanawake ambao wanasimama. Kiukweli unakuta kwamba mama ameachwa, lakini mtoto mchanga mpaka aelewi nitamleaje lakini wanasimama kwenye nafasi zao, wanawatunza kweli kweli. Either nitafanya kazi mwanangu ni mwanangu. Kwa kweli tunawapa pongezi sana. Tunatamani sana tuambukize hiyo spirit kwa wale wazazi ambao wanasema bwana mimi mtoto atanifanyia nini? Unaona kwa sababu wanajua kabisa huyu atakuja kunisaidia baadaye. Kwa hiyo pia tunawapongeza sana wale wazazi wa kike ambao wanasimama kweli kweli hali na mali kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto.
Kwa hiyo labda na pia sisi kama waandishi wa habari ni kuelezea hivi vitu vinavyoendelea kama ulivyoona hiyo clip. Ni vitu vinagusa mioyo ya watu. Binti mdogo sana anasimama na kusema kwa nini nimeachwa. Naomba mama arudi. Yes, kuendelea kuvipigia mkazo hivi vitu. Jamani, wazazi simameni kwenye nafasi zao. Kuwa na kizazi ambacho wazazi watoto wanakuwa na uchungu, wanaanza masuala ukatili kwa sababu ya hivyo vitu. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa asimame kwenye nafasi yake ili kuhakikisha kwamba tuna ustawi mzuri wa watoto wetu. Ndio taifa letu la kesho. Ndio umi wa kesho. Na ukatili sio lazima mtoto afanywe vitendo vibaya. Hata hicho kitendo ambacho amekifanya huyu mama mmoja tayari ni ukatili. Ni ukatili mkubwa sana. Lakini kwa kumalizia kabisa tu dakika kama 5. Walimu wana nafasi gani kwa watoto wa aina hii? Kwa sababu naamini wanaenda shule. Kuna namna ambayo mwalimu mwingine akiona huna mama, labda kuna namna ambayo anakuwa anakuchukulia. Sasa walimu wanasimama vipi katika hii nafasi? Wanasimama kwenye nafasi yao vizuri sana kwa sababu watoto wetu wanashinda mashuleni masaa 24. Yaani wewe mwanao ni utamuona jioni na asubuhi mara nyingi. Kwa hiyo wana nafasi kubwa sana katika kuwaleta watoto, kuto kuwabagua. Kwa sababu kuna walimu wengine uoga wanawabagua watoto kwa maneno tu. Wewe yani akishamkasirisha kidogo utasikia anaongea neno ambayo hiyo siri anaifahamu yeye peke yake, sio watoto wengine. Kwa hiyo pia nao wana nafasi nzuri sana ya kusimama, kuwaleta pamoja, kuona kama ni familia. Na watoto uzuri unakuta wanaamini walimu kulishi kushinda mama. Unaona wale ambao kidogo wanasimama kwenye nafasi zao na wanajua masuala ya malezi. Ndio maana pia walimu huaga tunawatrain, wanakuwa na zile early childhood development training za kujua masuala ya malezi. Ukiachilia mbali na zile professional, kuna vile vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza kuvifanya vikamleta mtoto karibu. Upendo, zawadi, michezo, kuongea na watoto endapo kama ana detect kwamba kuna mazingira fulani ya kuji-isolate, kumleta pamoja, kukaa naye, kumwambia hapana, hicho ni kitu, kutengeneza ile positive mindset ya mtoto. Ili ajisikie vizuri. Yes, ili ajisikie vizuri, awe part ya ile familia ambayo unaikuza, ya wale professional ambao unawakuza. Kwa hiyo walimu wanasimama kwenye nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanatengeneza ustawi wa yule mtoto akili, kimwili na pia kihisia. Haya, sasa sisi tumekunja jamvi jirani. Bila shaka mama ambaye unatusikiliza ama utakuwa umesikia, unapojiandaa kupanga masuala yako ya uzazi, kwa hiyo zingatia namna bora wakati unataka kumleta huyo mtoto duniani. Tuna ile tabia kusema bwana, kila mtoto anakuja na riziki yake. Ni kweli, kila mtoto anakuja na riziki yake, lakini riziki hiyo kama utakuwa umekaa tu chini, ni ngumu hiyo riziki pia kuipata. Lazima unyanyuke kwenye upambanaji. Kuna changamoto nyingi sana ambazo tunazipitia, ukubali kupambana nazo, ukubali kuziface hizo changamoto, usizikimbie. Wanasema unapopata tatizo usilikimbie. Liface alafu pambana nalo, litatue. Sasa ukipata changamoto ya mama kama huyu ambaye amekimbia watoto, ameona maisha ni magumu, akaamua kuacha watoto na kukimbia, tutajenga jamii mbaya sana. Tutajenga kizazi ambacho sio kizazi bora. Tutajenga watoto katika mazingira ambayo kwamba kumbe mama ni mtu mbaya. Kumbe mama sio mtu mzuri. Mbona ameweza kutukimbia na kutuacha tukiwa wadogo? Kwa hiyo tunajikuta tunawabebesha watoto mizigo wakiwa wadogo sana. Imagine huyo mtoto atakapokuja kuwa mama, unahisi atakuwa ni mama wa aina gani? Katili. Anakumbuka na watoto huwa hawasahau. Yaani kuna namna ambayo huwa wanashika vitu tangu wakiwa wadogo. Mpaka pale anapokuwa anaona kabisa kwamba mamangu mimi alinifanyia hivi, alinikimbia, alifanya vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo wanawake wenzangu, tafadhalini, na hata walezi, ikitokea scenario kama hiyo, basi ni vema pia tuna nafasi, tuna uwezo, una uwezo. Kuna wale wengine hawajajaliwa watoto, una uwezo, una mali, unaweza pia ukaadapt hao watoto kwa kadri ambavyo unaweza wewe. Utakuwa umesaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.